Leo tunaangalia kipengele cha maamuzi. Katika kipengele ambacho ni muhimu sana katika msimu mpya au katika majira mapya ni eneo la maamuzi. Maamuzi yanaweza yakakugharimu. Maamuzi yanaweza kusababisha upoteze muda. Maamuzi yanaweza kusababisha upoteze kila ulicho nacho. Maamuzi yanaweza kusababisha upoteze biashara ulionayo. Kwa hiyo katika eneo ambalo shetani anafanya kazi kwa siri na anakamata watu wengi ni katika eneo la maamuzi. Ndio maana utagundua hapo ulipofika ni kwa sababu kuna kipindi fulani kuna maamuzi ulifanya, na yale maamuzi uliofanya yakakugharimu mpaka siku ya leo. Na wengine kufanikiwa kwako ni kwa sababu kuna maamuzi ulifanya, na hayo maamuzi yakawa ni maamuzi yaliyobeba busara, na mpaka leo unamtukuza Mungu kwa ajili ya yale maamuzi. Kwa hiyo maana yake katika eneo la maamuzi ni very sensitive spiritual. Katika eneo ambalo unatakiwa kuombea kila unapoingia kwenye msimu mpya, na kabla hujaingia kwenye msimu mpya unatakiwa kumuomba Mungu akupe uwezo wa kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna vipengele ambavyo nitakuonesha vinavyohusiana na maamuzi. Kipengele cha kwanza, katika ulimwengu wa roho, adui akitaka apige eneo la maamuzi, mara nyingi anacheza na eneo la ufahamu. Ufahamu wa mtu unaweza ukapofushwa. Mtu anaweza akawa kweli katika ulimwengu wa nyama anaona, anafanya shughuli zake, lakini katika ulimwengu wa roho ufahamu wake hauna uwezo wa kuona kwa usahihi. Hauna uwezo wa kuona vile ambavyo Mungu anataka aone. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila unachokiona ufahamu wako unakosea kuona. Kwa hiyo kwa mfano likija eneo la ndoa, unatakiwa kufanya maamuzi ya ndoa, ufahamu wako unakosea kufanya maamuzi sahihi ya ndoa. Kwa hiyo shetani anaweza akablind your understanding. Bwana Yesu asifiwe. Katika maombi ambayo Paulo anawaombea kanisa la Efeso, anawaambia macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Ukisoma katika Biblia ya Kiingereza sema the eyes of your understanding be enlightened. Ngoja tusome katika kitabu cha Efeso sura ya kwanza mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Ona kitu ambacho Paulo anakizungumza. Anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Maana yake alikuwa akiangalia kanisa la Efeso, macho yao yanagiza. Kama yangekuwa na nuru asingewaombea maombi ya namna hii. Kwa hiyo unatakiwa kufahamu, katika Biblia ya Kiingereza wametumia neno understanding, wametumia neno ufahamu. Wanasema the eyes of your understanding be enlightened. Maana yake ufahamu wa mtu unaweza ukawa na nuru, unaweza wa kuona, au ufahamu wa mtu unaweza ukapofushwa. Kwa hiyo adui akitaka acheze na wewe katika eneo la maamuzi, kitu cha kwanza anakuwahi katika eneo la ufahamu. Na Paulo anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru mpate kujua. Maana kuna vitu huwezi kuvijua kama macho yako yamepofushwa ya ufahamu. Kuna vitu huwezi kuvijua. Unaweza ukaiangalia fursa ukaona hii ni fursa na ni yenyewe ni sahihi kabisa, lakini namna unavyoiangalia sivyo Mungu anataka uione. Unaweza ukaingia kwenye mahusiano ukasema haya ndio yenyewe yataonipeleka kwenye ndoa, lakini kwa sababu ufahamu umepigwa upofu, unaona kinyume na Mungu anavyotaka uone. Kwa hiyo kuna watu maamuzi uliofanya ndio yamekugharimu mpaka siku ya leo, kwa sababu ufahamu wako ulikuwa una uwezo wa kuona namna Mungu anavyotaka uone. Nataka nikwambie, usipoona namna Mungu anavyotaka uone katika chochote unachokifanya, huwezi ukafaidika, hauwezi ukapata baraka. Lazima kuna kipindi tu utakwama, lazima kuna kipindi utateseka. Ndio maana Paulo anaombea kanisa la Efeso. Kumbuka Paulo ni apostle, anatengeneza foundation ya kanisa. Anasema ni hatari sana kanisa ambalo watu ambao macho yao ya mioyo yao
yametiwa giza. Ndio maana anawaombea. Ombi la kwanza anaambia Mungu awape roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Ombi la pili anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru mpate kujua. Maanake kuna vitu huwezi kuvielewa kama ufahamu wako umefungwa. Kuna mtu mmoja alikuja niombe naye, na ni muda mrefu kidogo. Huyo mtu anasema kipindi anakaribia kuolewa walitokea watu wawili, na katika wale watu wawili waliotokea anasema hakuna kipindi kigumu alichoipata kama hicho. Akasema anatakiwa kufanya decision ya kuingia kwenye mahusiano yatompeleka kwenye ndoa, na kipindi ambapo anafanya hayo maamuzi, yule mmoja vitu vyake vilikuwa havifanikiwi, havina dalili ya kufanikiwa, hana dalili kabisa ya prosperity. Lakini huyu mwingine alikuwa na prosperity, gari anayo, nyumba anazo, ana biashara na nini. Kwa hiyo yule dada akasema ndo yeye. Bwana Yesu asifiwe. Akasema atakuwa ndo yeye. Kumbe macho ya ufahamu wake yametiwa giza. Katika maombi ambayo alitakiwa kuomba udada, alitakiwa kuomba Mungu nioneshe, tia nuru katika macho yangu ya ufahamu nipate kufanya maamuzi sahihi. Lakini hakufanya maombi ya namna hii. Haya ndio maombi ambayo tutatakiwa kufanya kabla ya kufanya maamuzi yoyote. Mungu, tia nuru kwenye macho ya ufahamu wangu nipate kujua nini natakiwa kufanya maamuzi sahihi. Akaingia kule alikoenda. Alivyoenda, kwanza kitu cha kwanza akutana yule jamaa anabadilisha wanawake kila siku. Alafu kitu cha pili anampiga kweli kweli. Alafu kitu cha tatu hata hela zenyewe alimpi. Hizo alizokuwa anaziona kwamba yule ana gari zenyewe aendeshi. Alafu miaka ilipokuwa inazidi kwenda akawa anazidi kuteseka. Alafu yule mwingine akashangaa ghafla vitu vyake naye vimeanza kufanikiwa. Manake udada alichokosa ni kitu kimoja. Alikosa nuru katika macho ya ufahamu wake. Alishindwa kujua ni hatua gani sahihi ambayo anatakiwa kufanya. Na ndio maana nakwambia kuna watu mko hapa, maamuzi uliochukua ni kwa sababu macho yako yalikuwa yametiwa giza. Ndio maana Paulo anaomba kwa bidii, anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Alafu ombi linalofuata anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru ili mpate kujua tumaini la wito wake jinsi lilivyo. Kwa hiyo watu ambao hata macho yao yametiwa giza, hata kuwa na tumaini ngumu, hawezi kujua tumaini katika Kristo likoje. Hawezi kujua utajiri katika watakatifu ukoje. Hawezi kujua urithi katika watakatifu ukoje. Manake mtu ambaye macho ufahamu wake yametiwa giza, hata kufaidi wokovu hawezi akafaidi. Haoni sababu ya kuwa katika wokovu. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufahamu, na nitakuonesha mfano wa kibiblia. Macho, ufahamu unaweza ukatiwa giza. Kwa hiyo katika kitu ambacho unatakiwa kuombea mara kwa mara unapoingia katika msimu mpya, unatakiwa kuhakikisha unaombea ufahamu wako. Mungu, fungua ufahamu wangu. Mungu, tia nuru kwenye ufahamu wangu niweze kufanya maamuzi sahihi. Muulize jirani yako, wewe ulitelezaga wapi? Usisubiria kujibu. Kuna sehemu alitoa boko. Kuna sehemu alifanya maamuzi hataki hata kuyasikia mpaka leo. Kuna kitu nataka nikuoneshe. Mfano kabisa wa kibiblia. Naomba ufungue kitabu cha Mwanzo sura ya 13 mstari wa 10 na wa 11. Tutaenda kumwangalia Lutu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 13 mstari wa 10 na wa 11. Neno la Mungu linasema, Lutu akainua macho yake, akaliona bonde lote la Yordani, ya kwamba lote pia lina maji. Kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora, lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri, hapo unapokwenda Soari. Basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, wakatengana wao kwa wao. Neno la Mungu linasema hivi, kuna kipindi Lutu akaongezeka sana na Ibrahim akaongezeka sana, na wale wachungaji wao wakaanza kugombana. Ikafika kipindi Ibrahim ikabidi afanye maamuzi. Akasema
hii nchi yote iko mbele yako, chagua unataka kwenda wapi. Anamwambia Lutu, na nitakuonesha tofauti ya Lutu na Ibrahim katika kufanya maamuzi. Lutu, neno la Mungu linasema akainua macho yake. Hakuinua macho ya Bwana, aliinua ya kwake. Akaliona bonde ambao liko Sodoma na Gomora, na alivyoliangalia lile bonde lilikuwa lina maji, na kipindi hicho wachungaji wanahitaji sana maji kwa ajili ya malisho. Akasema hili ndo lenyewe, hii ndo fursa. Lakini mtu ambaye ufahamu wake umefunguliwa asingeishia kuliona bonde na maji peke yake. Ilitakiwa aone aina ya watu waliopo ndani ya Sodoma na Gomora. Neno la Mungu linasema watu waliokuwa wanaishi Sodoma na Gomora walikuwa ni watu wabaya sana, lakini Lutu hakuwaona. Lakini cha pili ambacho Lutu hakukiona, kulikuwa kuna kuharibiwa kwa Sodoma na Gomora ambako kuna kuja mbele yake. Kwa Lutu alitakiwa amuulize Mungu kwanza, je, ni kwenda Sodoma na Gomora? Lakini neno la Mungu linasema akainua macho yake. Alafu kuna kitu cha kushangaza. Naomba nisomee mstari wa 11. Mstari wa 11. Basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Anasema akajichagulia, sio Mungu akamchagulia. Lutu akajichagulia bonde lote la Sodoma na Gomora. Lutu akajichagulia ndoa yake, sio ndoa ya Bwana. Lutu akajichagulia mahusiano yake. Lutu akajichagulia njia yake ya biashara, sio njia ya Bwana. Neno la Mungu linasema akajichagulia, linakuonesha choice haikuwa ya Mungu, ilikuwa ya kwake. Na katika maamuzi yote tunayofanya, kumbuka kuna choice. Na katika choice ndo kuna mtego. Anasema Lutu akaangalia, Lutu alikuwa na tamaa, akaona maji, akaona bonde, na lamkini kipindi hicho vegetation ilikuwa greenish. Akasema ndo lenyewe. Akaenda. Lakini kuna mtu anaitwa Ibrahim, kabla hajaenda katika nchi yoyote, nataka nikuoneshe kitu kilichofanyika. Naomba nisome kitabu cha Mwanzo hapo sura ya 13 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako. Nani aliyeinua macho ya Abraham? Bwana. Ila Lutu aliinua mwenyewe. Umeona hicho kitu? Neno la Mungu nasema Mungu akamwambia Ibrahim, nyanyua macho yako. Lakini Lutu alinyanyua mwenyewe. Endelea kusoma hapo mbele. Inua sasa macho yako, ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi. Kwa hiyo tuna watu wawili. Tuna mtu ambaye alijichagulia bonde mwenyewe, kuna mtu ambaye alinyanyua macho yake mwenyewe ambaye ni Lutu. Alafu kuna mtu mwingine ambaye ni Ibrahim. Neno la Mungu linasema Bwana akamwambia kabla hajachagua nchi. Maana yake Ibrahim ufahamu wake ulikuwa na nuru. Alikuwa na uwezo wa kumsikia Mungu, alikuwa na uwezo wa kuona anachooneshwa na Mungu. Lakini Lutu alikuwa hana uwezo wa kuona anachooneshwa na Mungu, alikuwa hana uwezo wa kumsikia Mungu. Anasema Bwana akamwambia Ibrahim, inua macho yako. Maana yake Ibrahim alikokuwa anaenda alikoelekezwa na Bwana. Lakini Lutu alienda sehemu aliyoelekezwa yeye mwenyewe na akili yake. Kwa hiyo ufahamu wa mtu unaweza kuwa blinded. Katika sehemu ya kufanya maamuzi, hakikisha unasikia sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Katika maamuzi muhimu ya maisha yako, hakikisha unakuwa kama Ibrahim. Hakikisha unasikia sauti ya Bwana inasemaje. Sio kwa sababu unapenda tu Kariakoo unainua macho unaiona Kariakoo. Muulize jirani yako, wewe ukiinua macho yako unaona nini? Kuna vitu alivyoona vilimtwanga kweli kweli. Alafu anarudi tena kwa Bwana, Bwana nisaidie. Anasema mimi sihusiki. Nilishangaa sana nilipoona tofauti kati ya Ibrahim na Lutu. Ni tofauti kubwa sana. Na nataka nikuoneshe vitu ambavyo vilianza kutokea kwenye maisha ya Lutu kwa sababu ya maamuzi aliyokosea. Kitu cha kwanza ambacho kilianza kutokea kwenye maisha ya Lutu,
Lutu alikaa Sodoma na Gomora miaka 20 na zaidi. Na wewe kama ni msomaji mzuri wa neno, Lutu aliondoka na nini Sodoma na Gomora? Aliondoka akiwa mikono mitupu. Sikiliza, unavyofanya maamuzi, unaweza ukaingia kwenye maamuzi ukiwa tajiri, lakini maamuzi yanaweza kukung'uta utajiri wote ulionao, ukaondoka mikono mitupu. Unaweza ukaingia kwenye biashara ukiwa na mali nyingi sana, lakini kwa sababu ya maamuzi uliofanya utapoteza muda, utapoteza na mali ulizokuwa nazo. Lutu akati anaondoka, wanasema tu anaondoka na mke wake na watoto wake, tena mke wake naye akatazama nyuma, alikosea masharti. Lakini neno la Mungu alisemi kama aliondoka na mifugo yake. Aliondoka akiwa empty hands. Kuna maamuzi ambayo unaweza kufanya ukiwa una vitu. Maamuzi unaweza kufanya ukiwa umefanikiwa, lakini unavyoingia kwenye yale maamuzi yanachukua kila ulicho nacho. Lutu alipoteza miaka 20 na zaidi. Aliwekeza katika mifugo. Nataka nikuoneshe Lutu alipokuwa anaenda alikuwaje. Naomba nisome kitabu cha Mwanzo hapo sura ya 13 hiyo mstari wa 5 na wa 6. Nataka nikuoneshe Lutu alipokuwa kabla hajaingia Sodoma na Gomora, namna alipokuwa amefanikiwa. Neno la Mungu linasema, na Lutu aliyesafiri pamoja na Abrahamu, yeye naye alikuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo na hema, na ile nchi haikuwatosha ili wakae pamoja, maana mali zao zilikuwa nyingi. Inasema mali zao zilikuwa nyingi. Lakini Lutu aliingia na mali zote Sodoma na Gomora. Lakini alitoka akiwa mikono mitupu. Hata wasiweze kukaa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maamuzi unaweza kufanya leo hii ukiwa umefanikiwa, lakini hayo maamuzi unaofanya yanaweza kugharimu kila unachokimiliki. Ndio maana katika eneo ambalo unatakiwa kuombea sana, unatakiwa kuombea eneo la maamuzi. Nimesema eneo la kwanza, maamuzi. Mtu anaweza kakamatwa kwenye eneo la maamuzi akapofushwa macho. Nataka tuangalie kipengele cha pili. Fikra na mawazo ya mtu yanaweza yakatiishwa chini ya mamlaka ya giza, au fikra na mawazo ya mtu yanaweza kakamatwa na mamlaka ya giza. Yaani kila unachokuwa unakifikiria kinatoka, asili yake ni nguvu za giza. Kila unachokuwa unakiwaza kufanya, asili yake ni nguvu ya giza. Nguvu ya giza inaweza kukamata katika eneo la maamuzi na katika eneo la fikra. Kwa hiyo mtu ambaye ni mkomavu kiroho anaweza kutofautisha fikra na mawazo yanayoletwa na nguvu za giza na fikra na mawazo yanayoletwa na Mungu. Anaweza katofautisha. Ndio maana Paulo anasema iko lugha tunenayo kati ya wakamilifu, ambayo hiyo lugha watu wengine hawezi kuielewa. Na ukisoma katika Biblia ya Kiingereza anasema hivi, kuna lugha ambao wanaongea watu ambao ni spiritually matured. Utanielewa tu, ngoja nikuoneshe. Naomba tusome katika kitabu cha Wakorinto. Kitabu cha Wakorinto wa pili, sura ya 10 mstari wa 4 na wa 5. Neno la Mungu linasema, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Anasema hivi, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Hizi ngome anazozungumzia ni ngome gani? Nisomee mstari unaofuata. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka. Tukiangusha mawazo. Kuna mawazo yanaweza kaingizwa ndani yako na nguvu za giza akawa ngome. Wakati unakemea mzimu wa bibi, wenyewe wanasema huyu hajui kuna ngome tumetengeneza kwenye ufahamu wake. Na hiyo ngome inakuja kwa njia ya mawazo. Wakati unakemea wachawi, unasema wachawi catch fire, catch fire, wenyewe wanasema hajui kuna ngome tumekaa kwenye ufahamu wake. Kuna aina ya mawazo katika maisha yake hawezi yakabadilika. Mwaka jana alikuwa na wazo lile lile, mwaka juzi alikuwa na wazo lile lile, na hilo wazo limemwangusha mara ya kwanza, limemwangusha mara ya pili, limemwangusha mara ya tatu, lakini bado anakomana wazo hilo hilo. Kwa sababu gani? Kwa sababu wazo ni ngome. Maana ni kitu ambacho kimekaa muda mrefu, akijaanza jana wala juzi. Naomba nisomee mstari. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra
ipate kumtii Kristo. Umeona? Anasema lazima fikra zitekwe nyara. Usipoziteka nyara, anakuja adui, anakuwa yeye ndo unamtii. Kila anachotaka ufanye, unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Manake tuna makundi mawili ya watu. Kuna watu ambao mawazo yao na fikra zao zinamtii Yesu Kristo. Na kuna kundi la pili ambao mawazo yao na fikra zao zinamtii shetani, bila wao wenyewe kujua. Ujua kuna watu mpaka leo wana ngome ya wazo kwamba hilo gonjwa walilonalo haliwezi kupona. Na hata ukipreach, hata ukimfundisha namna gani hakuelewi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni ngome. Kuna mtu mpaka leo anaamini aina fulani ya magari ni aina fulani ya watu wanaweza kumiliki, sio yeye. Ni ngome. Kuna mtu anaamini aina fulani ya nyumba wanaweza wakajenga watu wengine, sio yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni ngome. Na hizi ngome zinafanya kazi kwa siri sana. Kwa hiyo hata tulikuwa tunajifunza hapa, anasema angekuepo Ashura. Yaani ili somo hili, ngoja nimfuadie linki ajioni yeye. Kwa hiyo kuna ngome ambazo zinakaa kwenye ufahamu, na hizi ngome hazikuruhusu kufanya maamuzi ya kimungu. Zinakuwa zimetiishwa chini ya mamlaka ya giza. Kila maamuzi unaofanya, nguvu za giza ndio wanakuongoza kufanya maamuzi. Ndio maana Paulo anasema sio rahisi, inabidi tuziteke nyara fikra, tuzitiishe chini ya Kristo. Manake unatakiwa kuomba, unatakiwa kufunga, unatakiwa kuhakikisha unamkaribisha Kristo ili fikra zako na mawazo yako yatiishe chini yake. Manake akisema inatakiwa kuteka nyara, manake ni vita katika ulimwengu wa roho. Manake pande mbili zote zinang'ang'ania kwenye eneo la mawazo na fikra. Linajua tukikamata huyu mtu kwenye eneo la mawazo na fikra, hakuna namna anaweza akachomoka. Na Mungu ili aweze kutumia kwenye viwango vikubwa, anahitaji hilo eneo la mawazo na fikra. Kwa hiyo kabla kufanya maamuzi yoyote msimu mpya, unatakiwa kuombea eneo la mawazo na fikra, kwamba Mungu, teka nyara kila ngome za mawazo walizoweka ndani yangu, naziteka nyara, nazitiisha chini yako. Kwa hiyo kuna watu ngome zipo. Kwa hiyo yule bibi anasema huyu mzimu wa bibi anasema wewe mwacha alete fire tu. Hajui kama kule kwenye ufahamu wake kuna ngome tumeweka kule. Kuna ngome tumeweka. Ujue kuna watu wanakurudisha. Barikiwe sana mtumishi wa Mungu, anarudisha. Kuna watu hawafanikiwi kwa sababu ya ngome ambazo ziko kwenye ufahamu wao. Kuna njia ambazo wanaamini kwamba ndio njia pekee za kufanikiwa. Mungu akileta njia zingine hawaziamini. Unaweza kushangaa unafanya biashara lakini kama unafanyia kazi ngome. Unafanya kazi lakini kama unafanyia kazi ngome. Kuna mtu mmoja alikuja. Yule mtu ni very potential, ni talented. Sasa Roho Mtakatifu akanifunulia akasema huyu mtu jinsi nilivyomdesign anatakiwa kuwa na kampuni yake, ni very potential. Mimi nikajaribu kuanza kumshauri yule mtu. Kuna rafiki yake mmoja akaniambia huyu mtu ashauriki. Akasema ashauriki, anasema anampenda sana mwajili wake, hawezi kumwacha. Anampenda mwajili wake kuliko Kristo. Akasema hawezi kumwacha kabisa. Nikauliza hiyo kazi ana miaka mingapi? Akasema amefanya miaka 11, mshahara ule haujaongezeka. Na anasema akifanya kazi moja, bosi wake anapata zaidi ya milioni 100, ambao yeye kwa mwezi analipwa 500,000. Yaani najaribu kumshauri, anaponiangalia anasema huyu pastor anaongea nini? Ngome ikikaa ndani ya mtu inahitaji nguvu ya ziada ili mtu aelewe. Bwana Yesu asifiwe. Inahitaji nguvu ya ziada. Muulize jirani yako, wewe salama? Nataka nikuoneshe namna ambapo nguvu za giza zinaweza zikaweka wazo ndani ya mtu na zikahakikisha kila anachoamua kiko chini ya mamlaka ya giza. Na ni mfano wa kibiblia kabisa. Naomba unisomee kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 22 mstari wa 23. Basi angalia, Bwana ametia pepo wa uongo kinywani mwa manabii wako hawa wote, naye Bwana amenena mabaya juu yako. Unasikia? Haya ni maamuzi yaliyokuwa na uso nchi. Kuna mfalme wa Israeli anataka kufanya maamuzi ya nchi.
anataka kukwea Ramoth Gileadi ili afanye nao vita. Lakini neno la Mungu linasema huyu mfalme alikuwa anategemea manabii, kwamba apate mwongozo kutoka kwa manabii. Anajua kabisa manabii wa Mungu watampa maamuzi sahihi. Basi katika kikao, Mungu akiwa yuko mbinguni, ikatokea pepo moja likasema, utafanyeje ili kumdanganya Ahab. Akasema ni rahisi sana, nitaenda kwenye vinywa vya manabii 400. Alafu anasema nikiisha ingia nitakuwa pepo wa uongo, nitawashawishi, alafu nitakuwa pepo wa uongo. Kwa manabii 400 wako wanashenda lai tu, baba pepo linasubiria waje tukamate kinywa. Mfalme anasubiria maamuzi ya nchi. Manabii 400 wa nchi, vinywa vyao vimekamatwa na pepo wa uongo. Lile pepo lilivyoingia, nabii wote 400 wakatoa unabii unaofanana. Wakamwambia mfalme, kwea Ramoth Gileadi, utashinda hiyo vita. Kumbe wanaoongea sio manabii, anaongea pepo wa uongo kupitia wale manabii. Ndio maana pia ukipewa unabii unaruhusiwa kuchunguza kila roho. Muulize Roho Mtakatifu, huu nabii ni kweli? Nabii anaweza kamisi, anaweza akakosea, ila Roho Mtakatifu yupo kwa kila mtu. Uliza Roho Mtakatifu, nithibitishie hiki ambacho nimeambiwa ni kweli, na wala sio dhambi, inaruhusiwa. Hawa jamaa wamekamatwa vinywa vyao vyote na nabii, na wamekamatwa na pepo wa uongo. Kwa hiyo wako pale. Kumbuka hawa watu wanamheshimu sana mfalme, na kipindi hicho ukimdanganya mfalme unachinjwa kichwa. Lakini hawa jamaa wamekamatwa, hawajui kama ni pepo. Kumbuka hawa jamaa ni manabii, ni prophets. Sasa ndio sembuse mtu wa kawaida. Hawa ni manabii. Kama walikuwa wanaweza kuingia kwenye nyumba ya ikulu, manake wanategemewa na nchi. Kuna maamuzi ambayo yalikuwa yanatakiwa kufanyika, yakaondoa uhai wa Ahabu. Mfalme wa Israeli akaenda kufa kwenye ile vita, kwa sababu ya pepo limekamatwa vinywa vyao. Kwa hiyo kuna maamuzi mengine unasema hii ni inspiration ya Holy Spirit, kumbe kuna pepo. Unasema mimi nitamuingia tu, hamna shida, na nikisha muingia atakuwa anatoa prophecy tu, linakuletea accurate kama 2-3, afu linachanganya na mambo huko ndani. Wasema ile ya mwaka juzi nilikuwa accurate, umeshasema mwaka juzi. Kama unabisha inayosema, kamuulize yule nabii mzee. Nabii mzee alikuwa na uzoefu, akamuingiza chaka mtu wa Mungu kutoka Yuda ale chakula, wakamtwanga, akaja simba, ileweke ametokea wapi? Simba hana shida ya punda, anamla tu, anamla nani? Mtu wa Mungu kutoka Yuda. Na yule nabii mzee, unajua kukutana na nabii mzee utamheshimu sana. Kwa hiyo maamuzi wakati mwingine yanaweza kawa under inspiration ya nguvu za giza. Nguvu za giza wanaweza kuleta wazo, nguvu za giza wanaweza wakashika eneo la maamuzi. Kwa hiyo unakuta kile unachokiamua akijatoka kwa Mungu, kimetoka upande wa nguvu za giza. Mfano mzuri tumeona wa Biblia kabisa. Anasema pepo likawaingia manabii 400 wote, wakakosea kufanya maamuzi. Muulize jirani yako, wewe umeikosea kufanya maamuzi? Lakini kitu kingine kuhusiana na ufahamu, eneo la maamuzi ya mtu linaweza likatiwa uzito. Wewe hujai kutana na watu kesi moja ya kuamua anaamua mwaka mzima. Yaani unaweza ukampa assignment ya kufanya maamuzi, anakwambia bado unaifanyia kazi. Eneo la maamuzi linaweza likatiwa uzito, mtu akawa anaahirisha kufanya maamuzi, mtu akawa na sita kufanya maamuzi. Anasema mwaka huu nitaanzisha biashara, anasema au mwakani. Wale wazee wa kuahirisha, sio wewe unayeahirisha. Kuna nguvu iliyopo nyuma yako inahakikisha unaahirisha kile unachokifanya.
Kwa hiyo eneo la maamuzi inaweza kusababisha mtu akacheleweshwa kupitia maamuzi. Wanaweka delay. Kuna neno la Mungu umepokea kabisa, unatakiwa kuanzisha biashara, kuna kitu unatakiwa kufanya, lakini mpaka leo hujachukua hatua. Na eneo ambalo linasubiriwa ni eneo la maamuzi. Na kwa sababu eneo la maamuzi limekamatwa, wanahakikisha miaka inaenda au chukui maamuzi. Kuna mtu mmoja napenda sana kumtolea mfano. Alikuwa rafiki yangu. Huyo mtu, yani ukikaa ukisikiliza mawazo yake, unaweza ukampa profesa. Ukasema huyu profesa. Hata hii degree anaomiliki hapana. Huyu ni profesa. Lakini nenda kaangalia eneo la maamuzi, kuchukua hatua. Huyu jamaa achukui hatua. Achukui hatua. Ana project ameziandika, anasema na biashara hii. Ana project ya biashara ya uvuvi. Ana project ya biashara ya madini. Ana project ya biashara, lakini eneo la maamuzi wanahakikisha anabakia kwenye eneo la mawazo, lakini maamuzi hachukui. Sasa wala kujiuliza, kuna maamuzi gani muhimu ambayo natakiwa kufanya mpaka leo hujafanya? Sio wewe, kuna kitu kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Kuna kitu kinaendelea katika ulimwengu wa roho wewe usichokifahamu. Naomba nisome hapa kitabu cha Mwanzo. Leo tunamsoma sana Lutu. Naomba nisome kitabu cha Mwanzo sura ya 19 mstari wa 16. Kitabu cha Mwanzo sura ya 19 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, akakawia, nao wale watu wakamshika mkono, na mkono wa mkewe, na mkono wa binti zake wawili, kwa jinsi Bwana alivyomhurumia, wakamtoa, wakamweka nje ya mji. Neno la Mungu linasema huyu Lutu ameshapewa revelation ya kwamba Sodoma na Gomora inaenda kuangamizwa. Malaika wameshaongea naye, malaika wamefika nyumbani kwake, kila kitu anafahamu. Lakini neno la Mungu linasema ilipofika wakati wa kuondoka, neno la Mungu linasema akakawia. Ukisoma katika Biblia zingine anasema akasitasita. Maana yake Lutu, Mungu asingetumia nguvu, Lutu alikuwa anapotea. Neno la Mungu linasema wale malaika wakamshika kwa nguvu, wakamtoa nje ya mji. Unaona ni hali ya kawaida. Wakamngangania Lutu, akasema sasa Lutu hatukuachi. Kuna watu Mungu mwaka huu 2026 kuna deliverance ya lazima. Yaani hapo ulipo utatoka kilazima kwa jina la Yesu. Kuna watu wanaenda kuongezeka kwenye biashara kilazima. Mimi katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ambayo Mungu amenipa, nina assign angels kila ambapo unasita kufanya maamuzi, wakuchukua kupeleka hatua nyingine kwa jina la Yesu. Jamaa wakaenda wakamshikilia, wakaanza kumvuta. Sijui alikuwa anabisha, inawezekana walimburuta. Ila neno la Mungu alijasema. Alikuwa anaseleka, anaenda hivi huko anabuluza. Wakamtoa, wakampeleka nje ya mji. Kuna watu Mungu akikuangalia hutaki kuwepo hapo ulipo. Na kinachokuweka hapo ulipo ni maamuzi ambayo unatakiwa kufanya. Na Mungu anasema hii 2026 I will send angels. Atatuma malaika wa kuondoa hapo ulipokwama. Kwa sababu anajua kwa nguvu zako umeshindwa. There must be a divine power to take you out of there. Na mwaka huu kutakuwa kuna divine power. Kila sehemu ambayo umejaribu kutoka umeshindwa, Mungu atatuma malaika wake wakuondoe, wakupeleke kwenye viwango vingine kwa jina la Yesu. Alaba upande huu anaelewa. Ninasema hivi, kuna malaika ambao wamekuwa assigned. Mwaka huu unaenda kwenye viwango vingine kwa jina la Yesu. Upande huu mnaenda viwango vingine kwa jina la Yesu. Viwango vingine. I see angels coming to a business. Ninaona malaika wanakuja kwenye biashara yako. Naona malaika wanakuja kwenye kazi yako. Ninaona malaika wanakuja kwenye uchumi wako. Naona malaika wanakuja pale nyumbani kwako. Wanakuambia lazima ujenge. Hautakuwa tena mpangaji wa swai. Lazima ujenge kwa jina la Yesu. Hata kama utaki, huu mwaka ni wa kwako. Lazima upige hatua kwa jina la Yesu Kristo. Kuna watu bado hata ameni kusema hawataki. Sijui ni hao malaika tuagize saa hizi kitokee kivumbi huko ndani. Utashangaa kuna watu wanahamishwa wananyenyuliwa, wanapelekwa huko wanahamishwa wananyenyuliwa.
Au watu macho wafunguliwe tuone malaika wanaofanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sio maisha yako, kuna sehemu upo unatakiwa kutoka. Leo kuna kitu naita supernatural intervention. Upako wa Mungu unaenda kuingilia kati. Kila uliposhindwa kutoka, panaenda kutikiswa mpaka paachie. Na unaenda kutoka kwa jina la Yesu. Kuna watu hiyo biashara unatakiwa kutoka. Unatakiwa kwanza kwenda kimataifa. Na Mungu ameshakupa prophecy. Na mpaka leo bado hujaenda, lakini kama Mungu aishivyo, baada ya leo unaanza kwenda. Kwa sababu hao malaika watakuwa kazini. Kama walimweza Lutu, na wewe watakuweza tu. Lutu alikuwa anaenda anaseleleka, wamemshikilia huko na huko. Unajua Lutu alichokuwa nakumbuka, yamkini alikuwa akiangalia wale kondoo. Sio Lutu alikuwa Mchaga. Alikuwa Wachaga washemeji zangu, mimi ni mwao Uchagani. Si alikuwa anaangalia wale ngamia, anaangalia wale, anasema niwaache Sodoma na Gomora. Wote hao. Akiangalia wale mashamba anasema akiangalia ile bonde la maji anasema ondokaje. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu Mungu anafanya kuna ufahamu wako. Lakini kingine, mtu anaweza kushawishiwa. Kuna spirit ambazo zinaita spirit za kushawishi kufanya maamuzi mabaya. You can be persuaded kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Katika Biblia Kiingereza inasema to persuade. Unashawishiwa kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Ndio unatakiwa ufahamu hii spirit inapokuja. Ujue kabisa hapa kuna kitu unashawishiwa ambacho sio cha kimungu, lakini wananishawishi. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu nasema katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura 22 mstari wa 23. Basi angalia, Bwana ametia pepo wa uongo kinywani mwa manabii wako wote, naye Bwana amenena mabaya juu yako. Ukisoma katika Biblia Kiingereza inasema ametia pepo wa kushawishi. Huyu pepo alikuwa na kazi mbili. Kazi ya kwanza ilikuwa ni kushawishi, lakini kazi ya pili ilikuwa ni kazi ya kudanganya. Manake mtu anaweza katupiwa pepo la kumshawishi kwenye eneo la maamuzi. Wakitaka wapige kwenye eneo la uchumi, wanahakisha wanatupa tu pepo. Lile pepo kazi yake ni kushawishi. Kila inapofika hatua ya kufanya maamuzi unashawishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kila unapofika hatua ya kufanya maamuzi unadanganywa. Sasa kuna vitu ambavyo vilitokea ambavyo nimevieleza na nitavirudia kuvieleza. Ukikosea eneo la maamuzi, kitu cha kwanza ambacho kitaanza kutokea katika maisha yako, utapotezewa muda. Your time will be wasted. Hilo ndo la kwanza. Kuna mtu mmoja akaniambia kwenye mahusiano wamekaa boyfriend na girlfriend miaka 18. Nikamuuliza, kwani yeye boyfriend wako anasemaje? Akasema ananiambia tuendelee tu. Nikasema funga macho. Ikemea ili pepo, haiwezekani. Miaka 18, jamaa hata wasemi kuhusu pete engagement au wako hapa. Mbona msemi? Mbona hii mnajificha ficha uso? Hilo pepo lazima tulipige leo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani uko na mtu kuoa hoi, kukuacha hataki, anang'ang'ania kukaa na wewe, na wewe unang'ang'ania kukaa na yeye. Akasema hadi nyumbani wanamfahamu, anafahamika kila sehemu. Nikamwambia hiyo haijalishi, wewe funga macho tuombe. Akalipuka nyoka, anasema yaani mtumishi umeharibu huyu, tulitakiwa tumuongezee mingine 12 iwe 30. Yaani mtumishi umeharibu. Yaani ilibakia 12 tu tukamilisha ajenda yetu. Tukamilisha ile assignment. Nikamwambia mkisha kamilisha inakwaje? Akasema tukamilisha huyu hatazaa, hatakuwa na watoto, lakini hataolewa. Nikaja kukuta kitu cha ajabu. Kuna bibi mmoja nilikuwa namuombea kama miaka 6 iliyopita. Wanasema bibi hatumwachii aolewe.
Nikasema nyie, bibi huyu amwachia olewe. Nikaanza kukemea ile pepo. Wakasema huyu yani vingine vyote afanye, lakini haolewi mpaka anaingia kaburini. Nikawauliza, kwani mmefanyeje? Wakasema tumempa babu, huyo babu haoagi mpaka leo. Yaani kumbe kuna babu, mimi nijua babu hayupo. Yaani huyo babu wameanza naye ukijana mpaka wanazeeka, hamna ndoa, wako na babu. Bibi ana miaka 65, hamna ndoa. Nikauliza, na nyinyi mnafaidika nini kushikilia ndoa? Wakasema, mtumishi, kuna baraka nyingi sana kama hii ndoa ingebarikiwa. Na sisi tulijua, tulimletea babu wa aina hii, tukajua babu sio mwoaji. Kumbe kuna kina babu sio wawaji, nilijua vijana tu. Bwana Yesu asifiwe. Nilijua vijana tu, kumbe kuna kina babu ambao sio wawaji. Vijana kule mnaoa moi. Nye vijana mtaoa moi wakati wa Mungu ukifika. Mbona hamsemi? Nye tawapangisha foleni baada ya ibada. Waje tubandike mikono, haiwezekani. Lazima tuanze ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuanze na kule waimbaji, lazima tuanze kila sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Ashas lazima tupite huko. Mbona kuna watu wamecheka sana? Kwani kuna ashas wa namna hiyo? Sidhani bwana. Watumishi wa Mungu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza ambacho wanatafuta nguvu za giza ni kupotezea muda. Ndio maana nimekutolea mfano huyu bibi, wenyewe walihakikisha wampoteza muda. Lakini kitu cha pili, wanataka kuchukua ulichonacho mikononi mwako kupitia maamuzi. Kuna watu wewe nenda kaulize, walianza biashara vizuri na zilikuwa zinafanikiwa, lakini kuna sehemu walikamatwa eneo la maamuzi, hata kile walichokuwa nacho kaondoka. Kuna mtu mmoja alikuwa anafanya biashara inaenda vizuri, anasema kupata faida milioni 50, 100 kawaida. Wakaja wafanya biashara wawili ambao anataka wafanye naye biashara. Akawa anatakiwa kuchagua mmoja ambaye atafanya naye biashara. Na huyo mmoja alipomwangalia akaona very potential, akaingia kichwa. Akaingia na mabegi. Alipoingia yule jamaa akafanya naye biashara ya kwanza, biashara ya pili, akamwambia kwa sababu hela yako ni ndogo, leta mtaji wote. Akapeleka mtaji wote, jamaa akakimbia nao. Kwa eneo la maamuzi linatafuta kuchukua hata kile ulichonacho. Ndio maana unatakiwa kuwa makini. Sasa unapoongezeka, ndio jitahidi sana kumshirikisha Roho Mtakatifu katika kufanya maamuzi. Yaani unapokuwa kwenye uchumi, unapokuwa kwenye biashara, jitahidi sana ndio uzidi kumshirikisha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kingine cha tatu, unapokosea kufanya maamuzi, unakaa kwenye eneo ambalo sio la kwako, utakutana na vita ya mara kwa mara, vita isiyoisha. Unasema Mungu atanisaidia tu. Haya ni mapito, sio mapito. Umefanya maamuzi, umeingia sehemu ambayo Mungu hajakutuma. Kwa hiyo kama umeingia sehemu ambayo Mungu hajakutuma, vita unaokutana nao hauna coverage. Lutu mara ya kwanza alikutana na vita. Mfalme wa Sodoma na mfalme wa Gomora walikuwa wanapigana vita na wafalme wengine. Wakamteka Lutu, wakanyang'anya mali zake zote. Ibrahim akaingilia kati, wakaenda wakarudisha zile mali. Mara ya pili Sodoma na Gomora inateketezwa. Mara ya tatu wamekuja watu wanataka eti wale malaika, wanasema tupe hao watu wageni. Maana yake Lutu alikuwa hana coverage, kwa sababu maamuzi aliyofanya hayakuwa maamuzi ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna watu vita unaopitia sio kama Mungu amekuacha, hauko katika coverage ya Mungu kwa sababu haujafanya maamuzi uliotumwa na Mungu. Na leo tunaenda kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wako tayari kuomba? Na leo tunaenda kuombea eneo la ufahamu. Kuna watu baada ya leo wanaenda kufanya maamuzi makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Wanaenda kufanya maamuzi makubwa yanayoenda kubadilisha maisha yao. Kwa kama unaweza kusimama hapo, simama hapo ulipo.